Kuanzia Gulfstream G650 hadi Dassault Falcon 900X, ndege hizi binafsi zenye umiliki wa wanawake matajiri weusi ni zaidi ya ndege za kawaida. Ni ishara za nguvu zilizo na uwezo wa kuruka. Fikirieni kuruka angani juu ya makazi haya ya juu ya mandhari, ambapo msukosuko pekee unapatikana katika kuchagua kati ya champagne na mimosa. Wanawake hawa si tu wanatembea, wanachumbiana na anga na kuzivutia kilomita kila wakati kwa anasa. Kwa utajiri mwingi, wameweza kubadilisha sanaa ya kusafiri kwa ndege, wakibadilisha majaribu kama msukosuko kuwa ritamu ya kucheza kwa karibu zenye urembo wa mlio wa Amphitryon. Wakiongozwa na mshindi wa kwanza kwenye orodha hiyo, Michelle Obama, aliye na thamani ya dola milioni 7. Michelle Obama, mke wa zamani wa rais, anavuka mbingu katika ndege yake binafsi, makazi tulivu na ya kifahari. Ndege hutoa mazingira tulivu na mazuri, yanayofaa kabisa kwa safari zake za matukio na majukumu, pamoja na shughuli zake za kijamii. Uwanja wa ndege wa Aspen ulifungwa kwa saa moja ili kuhakikisha wikendi ya kufurahisha ya kuteleza kwa Michelle na watoto wake. Alipofika kwenye Dassault Falcon 900EX yake, ambayo alinunua kwa takriban dola milioni 9.4. Dassault Falcon 900EX ni ndege ya kifahari ya kibiashara ya umbali mrefu iliyotengenezwa na kampuni ya anga ya Kifaransa Dassault Aviation. Falcon 900EX inaendeshwa na injini 3 za Honeywell TFE 73160, ikitoa akiba kubwa ya nishati, usalama na uwezo wa kutua kwenye barabara fupi ikilinganishwa na ndege za mfumo wa mafuta mbili. Ina muundo wa mrengo wa kipekee, ukiongeza ufanisi wa nishati na umbali. Umbo lake lenye mnato wa aerodinamikia linapunguza upinzani, ikichangia katika utendaji wake wa kuruka. Sehemu ya abiria inapima karibu futi 37 kwa urefu, futi 7 kwa upana, na futi 6 kwa urefu, ikiwapatia nafasi ya kutosha hadi abiria duala. 900EX ina mfumo wa anga la kibunifu wa Collins Proline Fort, unaosheheni mifumo ya hali ya juu ya urambazaji, mawasiliano na ufuatiliaji wa hali ya hewa. Falcon 900EX ina umbali mkubwa wa takriban maili za nautiki per 1500 au kilomita 38 kwa Mach 0.7 psim. Dassault Falcon 900EX ni alama ya ubora wa uhandisi wa Dassault Aviation, ukichanganya anasa, utendaji na ujanja. Ndege ijayo ni Gulfstream G550 inayomilikiwa na Tyra Banks, yenye thamani ya 90 milioni. Karibu miaka 18 iliyopita, Tyra alifichua kwamba alikuwa amejiwekea kiasi kikubwa cha pesa, lakini aliweka akiba kwa umakini sana, akijitahidi kuokoa kadiri iwezekanavyo. Siku moja, mwakilishi wake wa fedha alimshauri kuwekeza hasa katika ndege. Akichukulia ushauri huo kwa uzito, Tyra alianza mchakato wa ununuzi wa kimkakati, ikiwa ni pamoja na kununua Gulfstream G550 yake kwa bei ya wastani ya $10 milioni. Gulfstream G550 ni jeti ya usimamizi wa juu yenye uwezo mkubwa wa kufika mbali, utendaji wa juu na muundo unaolenga faragha, kasi na usalama. Inaweza kufikia kasi hadi 0.88 psi Mach na kufikia hadi maili za nauti 6,772. Gulfstream G550 ina mifumo ya avioniki ya kisasa, ikiwa ni pamoja na mfumo mara 2 wa usimamizi wa safari, teknolojia za maono ya kuboreshwa na kiolesura cha maono mbele, ambacho huhakikisha kuwa ni mojawapo ya ndege salama na ya kiteknolojia zaidi katika jamii yake. Ikiwa na injini za Rolls-Royce, G550 inaweza kufikia kasi ya juu ya Mach 0.5 na inaweza kutua katika viwanja vya ndege na njia za kutua ngumu. Uzoefu wa ndani wa Gulfstream, pamoja na chini katika ndani na kasi za kupaa haraka, hutoa safari rahisi na salama. Kwa sasa, Gulfstream G550 ni mojawapo ya ndege za usimamizi maarufu zaidi duniani, ikijulikana kwa muundo wake wa kifahari na wa kisasa, pamoja na uwezo bora wa utendaji.
Jeti hii ya usimamizi ya mbali inatambuliwa kimataifa kwa utendaji wake usio na kifani. Kabini ya Gulfstream G5 Swiftwing imeundwa kwa faragha ya kifahari, ikiwa na uwezo wa kubeba abiria hadi 18. Upana wa kabini ya futi 3 na urefu wa futi 6.2 hufanya iwe moja ya nafasi kubwa zaidi katika jamii yake. Ikiwa na urefu wa futi 9.9, ndege hutoa nafasi ya kutosha kwa vifaa vya kazi na raha. Vyumba vya faragha vinaleta uzoefu wa safari laini na ya kipekee. Mifumo ya mawasiliano na burudani ya hali ya juu ndani ya ndege itakufanya uendelee kuwa na mawasiliano na kuburudika. Jeti hii ya utendaji mkubwa ina vyumba vya faragha vilivyopana sana kwa aina tofauti za safari, ikitoa urefu wa hadi futi 5.3 juu ya hali ya hewa na karibu na usafirishaji zaidi wa kibiashara. Ina mbali ya maili za baharini na 360 na inaweza kupaa kwa Mach 0.5 au mara 0.9 kasi ya sauti. Ina uwezo wa kuanza salama kutoka kwenye pista zenye urefu wa wastani wa futi 5.2. Kwa muhtasari, Gulfstream G505 ni kamili kwa matumizi ya kibinafsi na ya kitaalamu, ikitoa faragha ya vyumba isiyolinganishwa na mifumo ya mawasiliano na burudani ya kisasa. Ndege kamili kwa safari zenye staha. Sasa, acha tukutambulishe kwa Beechcraft 19 HD ya kifahari na yenye nguvu ya mali ya Shonda Rhimes, yenye thamani ya $240 milioni. Mzalishaji na mwandishi maarufu wa vipindi vya televisheni ya Kimarekani anamiliki Beechcraft 19 HD ya kifahari yenye thamani ya kutia moyo ya $60 milioni. Katika mahojiano ya wazi, Shonda alifunua kuwa kipindi kisichofurahisha ndani ya ndege yake kilichochochewa mabadiliko kuelekea mtindo wa maisha wenye afya zaidi. Akitarajia kupata faraja kwenye viti vya kifahari, alishangazwa kugundua kuwa hawezi kufunga mshipa wa usalama. Uzoefu huo wenye aibu ulimchochea kufanya mabadiliko, akainspiri kuchukua mtazamo wa afya zaidi. Kama matokeo, alipoteza kilo 10 kwa kustajabisha, akionyesha nguvu ya azimio na kujitunza. Ndege ya Beechcraft 19 HD ni ndege yenye injini mbili za turbopropa zenye uwezo na ufanisi, iliyoundwa awali kama toleo lililoboreshwa la Beechcraft 900C. Ndege hii yenye injini za turbopropa inapaswa shinikizo ni kubwa na mwepesi, ikiruhusu kusafiri kwenye kimo cha juu hadi futi 25 mita 7600, kuruhusu kusafiri juu ya hali mbaya za hewa kwa ufanisi. Ni nzuri sana kwa njia za kati na fupi, bora kwa umbali wa hadi maili 3 kilomita 360 na uwezo wa kufika umbali wa hadi maili nautiki 1 kilomita 890 wakati imesheheni kabisa. Ndege ya Beechcraft 19 HD inajulikana kwa muundo wake wa kabini inayoshikika, sifa nadra katika jamii ya ndege zenye viti 9, ikiruhusu abiria kutembea kwa raha ndani ya kabini. Mpangilio wa ndani unajumuisha viti kama vya shirika la ndege kamili na uwezo wa kupumzika, vifaa vya mkono, meza za tray na uhifadhi chini ya kiti. Zaidi ya hayo, kabini yenye shinikizo na hewa iliyodhibitiwa inaongeza faraja wakati wa safari, ikitoa uzoefu wa kusafiri wenye furaha hata kwenye safari ndefu. Faida nyingine muhimu ya Beechcraft 19 HD ni urahisi wa matengenezo. Kama mifano mingine ya familia ya Beechcraft, ina muundo rahisi na vipuri vinavyopatikana kwa urahisi. Beechcraft 19 HD inaendelea kudumisha viwango vya ufanisi, usalama na uwezo wa kugeuka, ikijitokeza vema katika anga za kikanda. Kumiliki ndege binafsi ni jambo la kushangaza, lakini kuwa na moja ya anasa kama Gulfstream G650 inayomilikiwa na mchezaji mwenye vipaji wa tennis ni jambo la kihistoria. Serena Williams, anayejulikana kwa mafanikio yake kwenye tennis, aliashiria shukrani kwa mashabiki wake, kwani ni kupitia wao alinunua Gulfstream G650 yenye ndani yenye anasa thamani ya jumla ya $24 milioni. Kivutio kikubwa cha Gulfstream G650 ni uwezo wake mkubwa wa kujitegemea na kasi.
mbali ya maili nautiki 7,000 sawa na maili 8,100 au kilomita 3,000. G650 inaweza kuunganisha miji iliyo mbali kama vile Beijing na Cape Town au Los Angeles na Dubai bila haja ya kujaza mafuta. Uwezo huu unasukumwa na injini za turbofan za Rolls-Royce BR725 ambazo hutoa nguvu ya kuvutia ya mpinzani wa pauni 16,900 kila moja. Injini hizi huwezesha ndege kufikia kasi ya juu ya 0.925 Mach au kilomita 930 kwa saa, ikihakikisha safari za haraka na zenye ufanisi kote ulimwenguni. Vipimo vya nje vya G6 mapependi pia ni vikubwa, na urefu wa futi ni 7 na upana wa futi ni 6. Muundo wa kuratibu wa ndege sio tu kuchangia ufanisi wa aerodynamics, lakini pia huchangia rufaa yake ya uso wa kugusa, ikisisitiza kwenye njia yoyote. Kwa upande wa ndani, G650 inatoa kimbilio la anasa na faraja, ikiwa ni moja ya kubwa zaidi katika jamii yake. Kabini ina urefu wa futi 7 inchi fak, upana wa futi 8 inchi sam, na urefu wa futi 1.3 inchi 7. Imegawanywa katika maeneo manne kuu ya maisha. Ndani ya G650 imeundwa na mahitaji tofauti akilini, kama vile chakula cha jioni, burudani, biashara au kupumzika. Kila kiti kwenye kabini kipo kwa mkakati karibu na dirisha, kuruhusu mwanga wa asili na kutoa mandhari ya mpana. Ubunifu wa kabini unasawazisha uzalishaji na faraja, ukitengeneza mazingira kamili ya kazi na burudani. Jikoni ni moja ya vipengele muhimu vya G650, ikiwa na mashine ya kahawa ya espresso, microwave, tanuri na friji, ikitengeneza maandalizi ya Milo ya kifahari kwa futi 3,000. Pamoja na sinki mbili zilizowekwa kwa mkakati, pamoja na nafasi ndogo ya mapumziko ya wafanyakazi kwenye ndege za muda mrefu, G650 inazipa kipaumbele urahisi. Mfumo wa Airshow unatoa burudani wakati ndani na ramani ya rununu kuhakikisha abiria wanapata burudani wakati wote wa safari. Kwa wifi yenye kasi kubwa, runinga laini na skrini za video, G650 hutoa unganisho na burudani ya kisasa. Vipengele vya kipekee vinasisitiza ndege hii kutoka kwa washindani wake. Mfumo wa hewa safi kwenye kabini hutoa hewa 100% safi, ikibadilisha kila baada ya dakika 2 hadi 3, wakati teknolojia ya ionization ya hewa inatibua mzio na virusi. Urefu wa kabini unasimamiwa kwa futi 4,500 kwa kiasi kikubwa chini ya wastani wa futi 8,000, kupunguza jet lag na kuhakikisha abiria wanafika wakiwa wenye nguvu kwa safari yao inayofuata. G650 inaunga mkono cockpit yenye teknolojia ya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na skrini na taarifa za ndege, mfumo wa maono ulioimarishwa, na mfumo wa kutabiri utendaji wa kutua, kuhakikisha usalama na ufanisi. Gulfstream G650 inawakilisha ushirikiano wa kipekee kati ya anasa, ufanisi na uvumbuzi. Hawker 900 XP ni dalili ya anasa na mojawapo ya ndege inayopendwa kati ya watawala duniani kutokana na vipimo vya kushangaza na sifa zake. Mamiliki wake, Desiani Alison Madueka, anaaminika kumiliki jetu lenye thamani ya dola milioni 500. Alison Madueka anafurahia Hawker 900 XP yenye thamani ya dola milioni 4.75. Imeonekana kwamba Desiani Alison Madueka na familia yake walisafiri ulimwenguni kwa kutumia ndege yao binafsi, imechangiwa na serikali iliyodaiwa kuwa haina pesa. Hawker 900 XP inatambulika kama daraja la juu la ndege za kati za watendaji, ikionyesha utendaji wake, faraja na teknolojia ya hali ya juu. Uwezo wake wa kushangaza wa utendaji unachangia kwa kiasi kikubwa kuifanya kuwa ya kipekee, ikiwa inamiliki injini mbili za Honeywell TFE 731 5-door, kila moja ikiweza kutuma pauni 4.62 za itikio. Ndege hii inaweza kufikia kasi ya juu ya safari ya Nordic Farson Aviation,
Ikiwa na mbalimbali ya safari ya hadi kilomita 4.8, Hawkers Manhattan XP inaweza kufikia maeneo ya kati bila haja ya kusimama kujazia mafuta, hata wakati wa hali ngumu kama vile upepo mkali au joto kali. Sehemu ya ndani ya Hawkers Manhattan XP ni ya kifahari na inatoa faraja, ikiwa na vipimo vinavyowezesha kuchukua abiria hadi 8 kwenye nafasi kubwa, ikiwa na urefu wa futi 23.1, upana wa futi 6 na kimo cha futi 5.7. Zaidi ya hayo, ndege hii inajumuisha chaguo za burudani za kiwango cha juu, ikiwa ni pamoja na skrini kubwa za LCD, mifumo ya mwangaza ya hali ya juu na mfumo bora wa sauti. Mfumo wa usimamizi wa sehemu ya ndani ya Airshow 21 wa Rockwell Collins unatoa udhibiti wa joto, mwangaza na burudani kwenye bodi kwa njia ya kirahisi. Hawker 900 XP inakuja na seti ya Collins Pro Line 21 ikiwa na mifumo ya hali ya juu kama onyo la uelewa wa ardhi, radar ya hali ya hewa na mageuzi imeboreshwa ya onyo ya karibu na ardhi, ikitoa uzoefu salama na ufanisi wa safari ya angani. Winglets za Hawker 900 XP waliundwa mahsusi ili kuboresha utendaji wa ndege, kuruhusu safari ndefu zaidi, kupunguza matumizi ya mafuta na kumpa muonekano wa kifahari na wa kisasa. Ubunifu pekee wa winglets hizi zenye pembe ya nje huzidisha utendaji bila kuongeza ugumu kwenye ukaguzi wa matengenezo. Ndege binafsi ya Bombardier Global 7500 ya Beyonce yenye thamani ya 7.5 milioni ni kubwa zaidi duniani na inajumuisha mrengo mpana na laini, ikitoa udhibiti na uwezo wa kufanya mwelekeo kwa kasi yoyote. Mrengo huu wa ubunifu unabadilika kulingana na hali tofauti za ndege, ukiimarisha utulivu na kupunguza usumbufu wa misukosuko, kuhakikisha safari laini na zenye faraja. Ndani ya kifahari na ya kipekee ya Global 7600 inajitafsiri uzuri na faraja, ikiwa na uwezo wa kubeba hata abiria namlas kwenye kabini kubwa na yenye kazi iliyogawanywa katika sehemu tofauti kukidhi mahitaji mbalimbali na upendeleo wa abiria. Mbele, eneo dogo karibu na mlango linatoa mazingira kama ukumbi wa mikutano na viti vimepangwa katika makundi ya 4. Eneo hili ni bora kwa mikutano na mazungumzo, kutoa mazingira binafsi na ya faraja kwa Beyonce na timu yake kufanya mikakati na kupanga biashara zao wanapokuwa safarini. Mbele zaidi kwenye kabini, abiria watapata eneo la kukaa lenye sofa na televisheni kubwa, likiunda mazingira yaliundwa kwa ajili ya mapumziko na burudani, ikiwapatia anga la kawaida na kirahisi. Beyonce na Jay-Z wanaweza kupumzika, kutazama vipindi vyao vipendwa au kufurahia filamu za hivi karibuni kwenye skrini kubwa, kufanya safari ndefu ziwe zenye furaha na burudani. Nyuma ya ndege, karibu na kitegere cha wima, kuna chumba kikuu, pangarau la kifahari lililoratibiwa kwa VVIPs, lenye kitanda cha ukubwa wa mfalme kwa kupumzika na kujibarisha wa abiria wakati wanasafiri. Bombardier Global 7500 pia inajumuisha Airport Peria Bombardier System, mfumo wa kisasa wa usafishaji wa hepa unaoshikilia hadi 99.9% ya vijidudu vinavyosababisha mzio, bakteria na virusi. Inajulikana pia kwa viti vinavyoweza kurekebishwa kutoka sifuri ya mvutano, vikiwapatia abiria faraja na msaada wa kimantiki, kupunguza athari ya mvutano kwenye mwili, ikiwaruhusu abiria kuchukua nafasi ya kupumzika inayoboresha mzunguko wa damu na kupunguza uchovu kwenye safari ndefu. Hili likala la ubunifu huu itahakikisha kuwa abiria wanafika mwisho wao wakiwa wamejawa upya na nishati. Uhuru wa maili za bahari za Global 7500 ni sifa muhimu inayomtofautisha na ndege nyingine binafsi, ikiruhusu Beyonce na Jay-Z kusafiri moja kwa moja kwenda miji mikubwa ulimwenguni bila kukatizwa. Uwezo wa kipekee wa kufika mbali wa ndege hii ni hasa faida kwa ziara za kimataifa na mikutano ya kimataifa, ikimpa kifungu na urahisi wa kufika mwisho wao bila haja ya kusimama mara kwa mara kujaza mafuta. Ndege inayofuata kwenye orodha ni Gulfstream JIV
inayomilikiwa na Sheila C. Johnson, ikipimwa kwa dola milioni 850, ikiwa ni toleo lililosasishwa la Gulfstream GIV yenye mafanikio, yenye thamani ya takribani dola milioni 6.5. Mara ya kwanza alipaa kwenye ndege yake binafsi ilikuwa wakati Beat ilikuwa inaanza kuwa inazalisha mapato. Anasema kuwa alikuwa anachukua familia yake likizo kwenye kisiwa cha Anguilla cha Caribbean. Gulfstream GIV SP inatoa chaguo la kifahari na rahisi kwa mikutano ya biashara na sherehe kubwa ambazo zinahitaji kusafiri umbali mrefu katika muda mfupi. Gulfstream GIV SP ina sehemu kubwa ya mzigo yenye uwezo wa futi za ujazo 900 na nafasi inaweza kupatikana kwa urahisi kutoka kwenye kabini kuu. Kawaida chuki inawekwa nyuma ya ndege, ingawa wengi wa GIVs pia wanajumuisha chu tofauti kwa wafanyakazi wa ndege sehemu ya mbele. Pia kuna nafasi kwa ajili ya jikoni kamili na microphone, mashine mbili za kahawa na friji kwa ajili ya kutengeneza vinywaji. Inaweza kuwekwa sehemu ya mbele au nyuma ya ndege kulingana na mpangilio. Madirisha kwenye kabini binafsi ya Gulfstream ni hasa kubwa. Hii, pamoja na umbo lake la mviringo stylish, inaruhusu mwanga wa asili mwingi kuingia kwenye kabini wakati wa safari, na kuta strategic zilizowekwa ili abiria waweze kufurahia mandhari ya chini kutoka kwenye viti vyao vya starehe. Kwa urefu wa futi 6.2, jahazi linatosha kwa watu wengi kutembea bila kulazimika kupinda. Gulfstream GIV SP ina nafasi ya vyoo viwili, ikitoa uwazi zaidi kati ya abiria na wafanyakazi. Mwaka wa 2002, toleo la mafungu fupi lenye msingi wa mitindo ya GIV na GIV SP lilizinduliwa, likiitwa G300. Gulfstream GIV SP imefungwa na injini mbili za Rolls-Royce MK610, kila moja ikitoa pauni 23,100 za nguvu. Injini hizi sio tu zinahakikisha nguvu inayohitajika kwa safari za mbali, lakini pia inahakikisha safari laini na tulivu, kuruhusu abiria kupumzika au kufanya biashara bila usumbufu. Kwa kasi ya safari ya futi 920 feet kwa saa au maili 570 feet kwa saa, ufanisi wake kama njia ya usafiri wa haraka na wa kuaminika unasisitizwa zaidi. Historia ya Gulfstream GIV SP inajulikana kwa uboreshaji na mabadiliko yanayovutwa na kutafuta kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya watumiaji wake. Maendeleo yake ya kiteknolojia yameinua utendaji na usalama wa ndege, lakini pia yameanzisha viwango vipya vya anasa na starehe angani. Kisha tutachunguza Dassault Falcon 7X ulio mali ya Daisy Danjuma mwenyewe kutoka Nigeria, uliopewa thamani ya dola za Marekani milioni 90. Daisy Danjuma, mwanasheria mashuhuri kutoka Nigeria na aliyekuwa seneta, inasemekana alipewa zawadi na mumewe, Generali Theophilus Danjuma, mfanyabiashara bilionea na mchangiaji, ndege ya binafsi ya Dassault Falcon 7X yenye thamani ya dola milioni 600. Ununuzi wa ndege ulifanywa wiki chache zilizopita katika sherehe ya kusherehekea miaka 45 yake mnamo Oktoba 10, 2004. Dassault Falcon 900EX ni ndege ya kifahari na ya mbali ya kifahari iliyotengenezwa na kampuni ya anga ya Kifaransa, Dassault Aviation. Falcon 900EX ina injini tatu za Honeywell TFE 73167, ikitoa redundancy kubwa, usalama na uwezo wa kutumika kwenye barabara za kutwa fupi ikilinganishwa na ndege za injini mbili. Ina muundo wa mrengo uliopinda mbele unaoboresha ufanisi wa mafuta na umbali. Kwa kabini yenye urefu wa takribani futi 39.1 inchi, upana wa futi 7.8 na urefu wa futi 6.2, inatoa nafasi ya kutosha kwa kuhifadhi abiria kati ya dolas na sula. Ndege ya Falcon 900EX ina mbali ya kujitosheleza kwa umbali wa takriban maili 4,000 za baharini, sawa na kilomita 8,103 ikiwa inaruka kwa kasi ya Mach 0. Udbetiti 900EX inajulikana kwa ufanisi wake katika matumizi ya mafuta, shukrani kwa muundo wake wa aerodynamics na injini za utendaji wa juu, ikifanya kuwa chaguo la kiuchumi kwa safari za umbali mrefu.
Dassault Falcon 900X bado ni mfano wa ubora katika uhandisi na Dassault Aviation, ukichanganya anasa, utendaji na unyenyekevu. Kuwa ndege ya Dassault ni jambo la kuvutia bila shaka, lakini kuingia katika ulimwengu wa daraja la juu la Gulfstream G650 kuna inua uzoefu huo kwenye kiwango kipya kabisa. Si ndege ya kawaida tu, bali ni ishara ya kifahari kabisa, ambapo utajiri unakutana na mabawa. Tukichukua mfano wa Haji Abdullah Shigaya na dola milioni 950 yake, Gulfstream G650 kazia sana katika uhandisi wa ndege, inang'aa kama kilele cha anasa na utendaji katika ulimwengu wa ndege za binafsi. Ikiwa ni ya mabilioni ya mashuhuri kutoka Nigeria, Haji Abdullah Shigaya, ndege hii inawakilisha sio tu utajiri, bali pia ni chombo cha kipekee katika biashara ya kimataifa. Uzuri wa Gulfstream G650 unapatikana kwenye kasi yake isiyopishana, ikiweza kufikia 72% ya kasi ya sauti. Bila shaka ndege hii ni ya haraka zaidi miongoni mwa ndege za raia. Kasi yake ya kushangaza inaruhusu kufunika umbali mrefu haraka sana, ikifanya kuwa rasilimali isiyo na thamani kwa viongozi wa biashara wanaohitaji kusafiri ulimwenguni kwa haraka na kwa ufanisi. Ikiwa na kasi ya kusafiri ya Mach 0.925, ndege inaweza kuunganisha miji mikubwa kama Dubai na New York bila haja ya kufanya vituo vingi, hivyo kuimarisha ufanisi na kupunguza uchovu wa safari. Mbali na kasi yake, inashangaza pia kuwa na mbalimbali kubwa ya Gulfstream G650. Uwezo wa kuruka hadi maili 8 bizar za baharini kwa tangi moja la mafuta. Ndege hii inaweza kwa urahisi kuunganisha mabara. Kwa ndani, Gulfstream G650 inatoa kimbilio la faraja na ufundi. Chumba hutoa mazingira mazuri na ya utulivu, sawa na hoteli za kifahari zaidi. Viti vya ngozi laini, upakaji wa mbao uliofanywa kwa mikono na kumalizia maalum hutoa angalau unadhifu na ubora. Ndege ina jikoni kamili na bar, ikahakikisha abiria wanaweza kufurahia milo za kifahari na vinywaji bora wakati wa safari. Burudani ya kizazi kijacho yenye teknolojia ya hali ya juu, pamoja na simu za satellite na interneti ya wireless, husaidia abiria kuendelea kuwa wanaungana na kuhadithiwa wakati wote wa safari. Mifumo ya kisasa ya upunguzaji wa sauti na ukandamizaji wa chumba cha abiria huthibitisha safari yenye utulivu na faraja, kuruhusu abiria kufanya kazi, kustarehe au kupumzika bila kuahirishwa. Avionics ya Gulfstream G650 ya kuvutia pia, ikiwasilisha teknolojia ya hivi karibuni katika usafiri wa angani. Ndege ina mifumo fly-by-wire inayochukua nafasi ya mifumo ya kawaida ya mitambo kwa njia za elektroniki. Mfumo huu huimarisha utendaji na usalama wa joto, ukitoa marubani udhibiti sahihi na kupunguza hatari ya makosa ya kibinadamu. Jato la kibinafsi linalofuata linamilikiwa na mwanamke wa tatu tajiri zaidi mweusi duniani, Fola Runcho Alakeja, lililofikia thamani ya dola bilioni 1. Kuchagua safu ya jatos binafsi ya Bombardier. Mfanya biashara bilionea kutoka Nigeria Fola Runcho Alakeja alilipa karibu 62 milioni kwa ajili ya Global Express XRS yake binafsi. Chumba cha Global Express XRS ni kivutio cha nafasi na faraja. Kwa urefu wa futi 6 na inchi 3, kinazidi washindani wake kama Gulfstream G500 na G550, kutoa abiria hisia isiyoweza kupimika ya upana. Upana wa chumba unapima futi 8 na inchi 1, ukitoa pinch percent zaidi ya nafasi kuliko G500 na ongezeko la 10% ikilinganishwa na G550. Kwenye huku kuna ruhusu mipangilio ya viti kubwa na zaidi ya starehe, kubadilisha safari ndefu kuwa uzoefu wa kupendeza. Ndani ya Global Express XRS imeundwa kwa kuzingatia unyeti. Uwezo huu wa kubadilika ni tabia ya kipekee inayotofautisha Global Express XRS na ndege nyingine za kibinafsi, ikitoa uzoefu wa safari uliobinafsishwa usio na kifani.
Kufikia fahari ya chumba kikubwa kuna madirisha yaliyoboreshwa ya ndege. Global Express XRS ina madirisha ipuntian, idadi ile ile kama ya mtangulizi wake, lakini na uboreshaji mkubwa. Maeneo ya madirisha yamedesigned ili kuongeza upeo wa uoni kwa asilimia 100%. Maboresho haya husaidia mwanga zaidi wa asili ya kuingia chumbani, ikiumba mazingira yenye nuru na kukaribisha, ambayo huinua uzoefu wa abiria kwa ujumla. Pamoja na kuongeza uonekano, design ya madirisha makubwa pia inachangia katika kuvutia kimwonekano wa chumba. Kuongezeka kwa mwanga na maoni bora husababisha chumba kiwe kubwa zaidi, ikitoa abiria hisia ya kuwa kushikamana na ulimwengu wa nje. Kipengele hiki ni muhimu sana katika safari za umbali mrefu, ambapo uwezekano wa kufurahia mandhari yanayobadilika daima unaweza kufanya safari iwe ya kufurahisha zaidi. Mbali na uboreshaji wa kimaonekano, Global Express XRS inatoa ubora wa kipekee katika kufyonza sauti, ikifanya iwe moja ya kabini zenye kimya zaidi sokoni. Machanganyiko wa chumba kikubwa na madirisha yaliyoboreshwa hufanya Global Express XRS kuwa kivutio katika ulimwengu wa anga binafsi. Vipenge hivi sio tu kuhusu anasa, bali ni kuhusu kunda mazingira yanayokidhi mahitaji na tamaa za abiria. Iwe ni kwa uhuru wa kutembea, maoni ya jumla au tu kupumzika kwa utulivu, Global Express XRS inakidhi vipengele vyote. Kwa Florence Shaw alikija kuwa na ndege kama hiyo ni kielelezo cha hadhi yake na mafanikio yake. Hapa kwenye orodha ipo Challenger 850, miliki ya Rihanna, inayopatikana kwa dola bilioni 1. Challenger La Palance 50 ya kifahari, miliki ya Rihanna, inasemekana kuwa na thamani kubwa ya dola milioni 40. Kwa urefu wa zaidi ya mita 20 na mabawa yenye upana wa karibu mita 20, muundo wa ndege hii unazingatia faragha na utendaji, ukitoa nafasi kubwa ya kupumzika, kufanya kazi na kujiburudisha. Usanifu wa ndani unaweza kubadilishwa, ikiruhusu wamiliki kama Rihanna kubinafsisha nafasi kulingana na mahitaji yao na mapendeleo maalum. Moja ya sifa za kipekee ya Challenger A350 ni uhuru wake. Ikiwa na uwezo wa kuruka kwa zaidi ya kilomita 5 bila haja ya kujaza mafuta, ndege hii inamwezesha Rihanna kusafiri kati ya mabara kwa urahisi. Iwe anaelekea kwenye tamasha Ulaya au likizo Karibiani, Challenger A350 inahakikisha kwamba umbali hautakuwa tatizo. Mashine zake zenye nguvu, zenye uwezo wa kufikia kasi ya hadi kilomita 800 kwa saa, zinaongeza uwezo wake wa kufika mbali zaidi, ikifanya iwe chaguo la kuaminika kwa safari za kimataifa. Zebule ya Challenger 850 ni kama pahali pa anasa. Iliundwa kutoa faragha nyingi kwenye safari ndefu. Viti vya ngozi laini, sofu na hata chumba cha faragha vinaweza kuwa sehemu ya viti, huku kuhakikisha abiria wanapata mapumziko na kujipia wakati wa safari. Kwa upande wa teknolojia, Challenger 850 ina vifaa vya hali ya juu vya avionics ambavyo vinahakikisha safari laini na salama. Kabini ina vifaa vya urambazaji na mawasiliano ya hali ya juu, ikiruhusu marubani kusimamia ndege kwa ufanisi hata kwenye hali ngumu. Kuzingatia usalama na uaminifu ni sehemu muhimu ya muundo wa Challenger A350, ikiwapatia abiria mashuhuri kama Rihanna amani ya akili. Mwonekano wa nje wa Challenger 850 ni mzuri kama ndani yake. Muundo wake wa kipekee wa aerodynamics sio tu unaboresha utendaji, lakini pia unachangia katika kuonekana kwake maridadi. Mbali na vipimo vyake vya kiufundi, Challenger 850 inawakilisha taarifa ya mtindo wa maisha. Kwa Rihanna, kuwa na ndege kama hii sio tu swala la urahisi, bali ni kuwakilisha kiwango cha mafanikio na utata ambao wachache wanaweza kufikia. Kutoka kwenye orodha, tunaona Gulfstream G650 yenye sifa kubwa, kazi ya sanaa ya kupendeza inayosafiri angani, inayomilikiwa na mwanamke mweusi tajiri zaidi duniani, Oprah Winfrey, akimiliki mali yenye thamani ya $3 bilioni.
Gulfstream G650 ya Oprah Winfrey inakadiriwa kuwa takribani 70 milioni. Mwezi wa Januari 2024, ndege ilifuatiliwa ikiondoka uwanja wa ndege wa Kahului, OGG, Hawaii na kutua uwanja wa ndege wa kisiwa cha Santa Cruz, SZN, California. Awali, mwezi wa Desemba 2023, ilionekana ndege ikisafiri kati ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Phoenix Sky Harbor, PHX, Arizona na uwanja wa ndege wa Santa Barbara, SBA, California. Tukio lililomfanya Oprah abadilishe kwenye anga binafsi lilikuwa tukio kwenye uwanja wa ndege wa Chicago O'Hare, ambapo akiwa anasubiri ndege iliyochelewa alikaribishwa na shabiki aliyekuwa akitafuta kumbatio. Ingawa alikubali kwa upole, mkutano huo ulionyesha ukosefu wa faragha na nafasi binafsi ambayo ilikuja na hadhi yake ya umaarufu. Mwaka 2000 alifanya hatua ya kishujaa kwa kununua Gulfstream G650, kiwango cha juu cha uhandisi wa anga. Mojawapo ya sifa zaidi ya kuvutia ya Gulfstream G650 ni uwezo wake mkubwa wa umbali wa muda mrefu. Kwa uwezo wa kusafiri hadi maili nautiki 6000 kwa ndege moja, ndege hii inaruhusu safari za bara hadi bara bila vikwazo. Kwa mtu kama Oprah, ambaye majukumu yake yanavuka dunia, ugani huu ni wenye thamani isiyoweza kuepukika. Hii inaruhusu kusafiri bila kukatizwa kati ya marudio ya mbali, ikiondoa haja ya kufanya mizunguko na kuhakikisha uzoefu wa safari wenye ufanisi zaidi. Kuwa kwenye tukio la kijamii barani Afrika au kongamano la vyombo vya habari Ulaya, G650 hutoa urembo na urahisi ambao wasafiri wenye hadhi kubwa wanahitaji. Kasi ni sifa nyingine inayoonekana ya G650. Ikiwa na uwezo wa kuruka kwa kasi hadi Mach 0.9935, ndege hii inahakikisha kuwa safari zisivutwe sio tu zenye anasa, lakini pia haraka. Uwezo wa kasi kubwa unamruhusu Oprah kuongeza muda wake, kupunguza nyakati za safari na kumruhusu kujikita katika majukumu yake. Ndani ya Gulfstream G650 ni kazi nzuri ya kifahari na kubuni, ikitoa chumba kikuu chenye nafasi na muundo wa kubadilika. Vifaa vya hali ya juu na sauti ya kimya ya juu hunda mazingira tulivu, ikiruhusu abiria kupumzika au kufanya kazi kwa amani. Viti vya kufanya kazi vimeundwa kwa ajili ya starehe na viti vinavyoweza kubadilishwa kuwa vitanda kwa safari ndefu. Sifa hii ni muhimu sana kwa Oprah, ambaye anaweza kupumzika na kujiboresha wakati wa safari zake, akifika kwenye marudio yake akiwa mpya na tayari kwa majukumu yake ijayo. Madirisha makubwa ya panoramiki ya G650 ni sifa inayojulikana, yakijaza chumba na mwangaza wa asili na kutoa mandhari ya kushangaza. Kipengele hiki cha kubuni si tu kinachoimarisha uonevu wa ndani, bali pia kinaongeza hisia ya uwazi na utulivu. Teknolojia ya juu katika moyo wa Gulfstream G650 na vyombo vya angani vya kisasa vinahakikisha safari laini na salama. Cockpit Plan View Door na mfumo wa maono ulioboreshwa hutoa marubani udhibiti na uelewa wa hali ya kutokuwa na mfano, ukionyesha ahadi ya ndege kwa usalama na utendaji. Gulfstream G650 ya Oprah sio tu mfano wa kawaida, ni kazi nzuri iliyobuniwa kwa kufuata viwango vyake vikali. Ripoti zinaonyesha kuwa alitumia dola milioni, basi zaidi ya bei ya kununua dola milioni 7 ili kubinafsisha ndege. Wanawake weusi wanaomiliki ndege binafsi ni ishara yenye nguvu ya bidii yao isiyo na mipaka, ikionyesha wanaweza kufikia mafanikio mapya na kuchukua udhibiti wa mafanikio yao. Ni kama kugeuza anga kuwa ufalme wake, kila safari ikionyesha nguvu yake na mafanikio. Ikiwa umefurahia kutazama video hii, basi endelea mbele na bonyeza kwenye kadi yoyote kwenye skrini yako kwa maelezo zaidi.